faman dhaha an ghairihi, na yoyote atakayechinja kumchinjia mwingine. Faman dhaha ndani afafanua kipengele hicho, na yoyote atakayechinja an ghairihi kumchinjia mtu mwingine, biwasiyati, kwa wasia, au wakalatin, au kwa wakala. Tofauti baina ya wasia na wakala. Usia tofauti yake ni upi? Pengine umeusiwa pengine na mzazi wako, umenielewa, mimi bwana hapa mimi na mali hela ninazo, kwa nikifa pengine kabla siku za kuchinja bado, kwa hiyo nikunichinjia. Huo unakuwa ni nini? Na kuoni usia, nakwambia mzazi wako utakao unichinjia kwa mnyama. Msie mtakugawana tu kabla mjanichinjia. La, kwanza mtakao unichinjia. Huu ni usia. Na wakala ndio maana unamtuma mtu, na maana ni wewe bwana, wewe ndafutia mbuzi, wewe huko ukumbule, basi ichinjie huko. Huko sababu kwa mbuzi pangie bei nafuu. Wala anasema faman dhaha an ghairihi, na yote atakayechinja kumchinjia mwingine, biwasiyatin au wakalatin, kwa wasia au kwa wakala wa kuwakilishwa, fahadha la yahrumu alayhi akhadha shay'in min shari. Na huyu wakala au huyu aliyehusiwa, huyu yeye si haramu juu yake kuondosha chochote zile katika nywele zake, au dhufrihi, au katika kucha zake, au basharatihi, au katika ugozi wake. Yeye sio haramu. Kwa hiyo hukumu inafungamana na nani? Mwenye kuchinja tu. Ama wakala aliochinja kwa wasia, yeye hukumu hiyo imuhusu, kwa hiyo ataondosha chochote. Wadhahiru nahyu, na dhahiri ya katazo, annahu yahusu sahiba al-udhiya, kwamba hili linamuhusu yule mwenye mnyama au mwenye mali, sahibul mali, sahibul udhiya, yule mwenye mnyama. Wala yaumu zauja, wala katazo hili alimuenei mke, wal aulada, wala haliwaenei watoto, wa ghairahum, na wengineo wasiokuwa hao. Kwa maana wewe una mke labda, sio? Kwa hiyo wewe unataka kuchinja, wasema pangine kwenye nyumba yako, kasema basi wote kwa watoto basi nyinyi msichinje, msinyoe, mke pangine ndio sifanyaje, sikate kucha. Wewe unafungamana wewe tu unauchinja. Kwa hiyo mke, watoto yeye aliwaenea katazo hilo. Kama anakaa shangazi kwa nyumba hiyo, anakaa siki mabibi, au makatazo hayo hayawahusu, yanakuhusu wewe tu unauchinja. Japokuwa amekuja hadithi kwamba mbuzi mmoja inamtosheleza mtu na familia yake na kwa nyumba yake nzima, wanasabika kama wote wamefanyaje, wamechinja. Lakini wewe mchinjaji, wewe ndio unashikamana hizo hukumu na maana. Kwa hiyo wewe unakusudia kuchinja kama wewe, basi utakiwa uondoke na hukumu hizo